msamaha wa kutoshtakiwa kwa wanaomiliki silaha kinyume cha sheria ni maelekezo yaliyotolewa na mwenye dhamana ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia mamlaka aliyopewa chini ya kifungu cha 66 cha sheria ya udhibiti wa silaha na silaha ya mwaka 2015 sura ya 223 na marejeo ya mwaka 2023. Ametoa msamaha kupitia kwa jeshi la polisi wa kutoshtakiwa kwa wamiliki wa silaha kinyume cha sheria endapo watasalimisha silaha haramu kwa hiari kama ilivyotangazwa katika tangazo la serikali namba 537 na 29 mwezi wa 8 mwaka 2025. Huo ndio tunaita usalimishaji wa silaha kwa hiari na msamaha ndani yake wa kutoshtakiwa. Na ni silaha za aina gani ambazo mtu anapaswa kuzisalimisha? Maelekezo haya yanaelekeza kwamba yeyote yule anayemiliki silaha kwa maana ya bunduki pasipokuwa na kibali, imainisha aina ya silaha kwa maana ya bunduki ambazo mwananchi huyo anapaswa kuzisalimisha. Aina ya kwanza ni shotgun, aina ya pili ni rifle, aina ya tatu airgun, na aina ya nne ni pistol. Na kwa kawaida hizi ndizo silaha ambazo hata katika yale maombi ya mwananchi huyu kumiliki silaha, ndizo silaha ambazo anaruhusiwa mwananchi huyu kuzimiliki kihalali. Kwa basi kama atakuwa nazo hizi na anazo pasivo kihalali, basi anapaswa, sheria inamtaka azisalimishe kwa jeshi la polisi katika muda huo uliotolewa bila pasipo mkono wa sheria kumgusa. Kwenye aina hizo za silaha kwa sisi ambao ni majinuni, na zile za kutengeneza kwa kienyeji wanaita magobore, zimo kwenye hilo kundi? Ni sahihi ndugu mtangazaji. Na hizi pia zipo katika hili kundi. Sasa afande, hapo wakati mwingine unakuta mtu mmoja ana miliki silaha za namna hiyo, lakini pia najua hata kwenye operation zenu mmekuta watu wana vipuri vya hizo silaha, ama anatengeneza risasi ama vyovyote vile. Hivyo pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapaswa kusalimishwa wakati anasarenda silaha. Ndugu mtangazaji, hivyo vifaa kama ulivyovitaja ni miongoni mwa vitu ambavyo mwongozo huu unamtaka mwananchi aweze kusalimisha katika jeshi la polisi. Iwe ni vipuri, iwe ni risasi, ziwe ni magazine au chombo chochote kinachohusika katika matumizi ya silaha hiyo, basi anapaswa kuzisalimisha kwenye jeshi la polisi. Kwa nini ni muhimu kufanya jambo hili? Zipo sababu nyingi zinazopelekea mwananchi huyu atakiwe kusalimisha hizi silaha anazozimiliki pasipo halali katika jeshi la polisi. Kwanza, kupunguza matukio ya uhalifu. Kwa sababu kama watu silaha zinakuwa nyingi kwenye mikononi mwa watu, na silaha hizo watu hawa wanakuwa wanazimiliki silaha hizo bila kuwa na umiliki halali, basi inawapelekea wao, kwa vile wanajua kwamba hakuna takwimu
hakuna takwimu zinazowafanya wao watambulike kumiliki kihalali, basi wanaweza akawa wanafanya matukio yoyote yale kiholela, huku wakijua kwamba hakuna taarifa zao sehemu yote zinazowaonyesha kwamba wao ni wamiliki wa silaha hizo. Sababu nyingine, kuepusha migogoro ya kijamii na kifamilia. Tumeona matukio mengi katika jamii, katika familia yakitokea kwa matumizi ya silaha kama hizo. Pia sababu nyingine, kujiepusha na adhabu ya kisheria. Kwa mfano, katika maelekezo haya imetolewa miezi 2 na hakutakuwa na sheria yoyote itakayokuwa juu ya huyu mwananchi atakayesalimisha hizo silaha kwa hiari. Kwa hiyo ukisalimisha ndani ya huo muda, basi mkono wa sheria hautakugusa. Sababu nyingine ni kusaidia vyombo vya dola kudhibiti usalama. Sababu nyingine ni kujenga imani kati ya raia na serikali. Na watu wenye silaha wanaelekezwa kuzipeleka wapi kuzisalimisha? Mwongozo umetoa maeneo mbalimbali, hususan maeneo 3 ambayo wananchi wanapaswa kwenda kusalimisha silaha hizo. Eneo la kwanza, wananchi mwenye silaha hizo wanatakiwa kwenda kusalimisha silaha hiyo ama silaha hizo katika vituo vya polisi. Eneo la kwanza. Eneo la pili, katika ofisi za serikali za mitaa. Eneo la tatu ni katika ofisi za watendaji wa kata. Naamini maeneo haya yanafahamika kwa wananchi wote. Wakati wa usalimishaji, mtu anapaswa kuzibeba kwa namna gani silaha zake? Kuna utaratibu wa namna ya ubebaji? Labda ziwe zimefunguliwa na kutawanywa, au anaibeba hivyo hivyo, au anapeleka taarifa kwanza alafu baadaye anapewa maelekezo ya namna ya kuziwasilisha? Kimsingi, kwanza katika umilikishwaji wa hizi silaha, mwananchi mmoja hapaswi kumiliki zaidi ya silaha moja ya aina moja inayofanana. Kama ni pisto moja, basi pisto moja. Kama ni rifle, basi ni rifle moja. Sheria haimruhusu mwananchi huyo kuwa na rifle moja, 2 ama 3. Lakini kama ni aina tofauti, sheria ama miongozo hii haijatoa ukomo kwamba mwananchi huyu mwisho ni kumiliki silaha ngapi. Kwa sababu hiyo, basi unaweza kukuta mtu ana silaha 4, silaha 4 ama 3 na anataka zisalimishe. Ubebaji, anaweza kaona namna ya, kama ni silaha moja, anaweza kaona namna nyepesi amna namna ya rahisi ya kuifanya ile silaha isionekane na watu wengine, kwa maana ya kuhifadhi. Hiyo moja. Kama ni 2, kama ni 3, kama ni 4, basi anaweza kwenda kwa mkuu wa polisi wa wilaya, kwa maana ya OCD, ama miongoni mwa hawa viongozi waliotajwa, kwa mfano kwa ofisi ya serikali ya mtaa, mwenyekiti wa mtaa na mtendaji kata, na kumjulisha kwamba yeye ana silaha idadi hizo anazozitaja, na kwa nini sasa anaomba msaada wa namna ya kusindikizwa, namna ya kuzibeba hizo silaha. Anaweza kasaidiwa. Lakini kama yeye mwenyewe anajiamini, anaweza kabeba kama ni silaha 1, 2, 3 ama 4 na kuzisalimisha katika hayo maeneo niliyoyataja. Afande, jinai wanasema huwa haifi. Kwenye moja ya sababu za kwa nini zoezi hili linaendelea ni pamoja na kuhakikisha usalama, kupunguza masuala ya uhalifu ili zisitumike huko.
yawezekana mmoja wa watu wanaotaka kusalimisha silaha hizo tayari ana rekodi za uhalifu. Yeye amesalimisha silaha. Vipi kuhusiana na rekodi zake nyingine? Makosa yake yanafia hapo? Ndugu mtangazaji, kama nilivyo toa maelezo yangu kwenye utangulizi, waziri mwenye dhamana kupitia sheria niliyoitaja hapo awali ametoa msamaha kwamba ndani ya hicho kipindi kama unaimiliki isivyo halali, kwa sababu ni is obvious kwamba kama unaimiliki sivyo halali, pengine ukawa unafanya matukio pengine ukawa unafanya matukio kwa kujificha na pengine hujabainika na ukienda kuisalimisha ama kuzisalimisha silaha hizo katika maeneo hayo niliyotajwa, basi mkono wa sheria hautakugusa. Hata kadhalika, kutokana na sheria hii haimtii hatiani yeyote yule ambaye alishafanya makosa huko awali na akaamua yeye mwenyewe kusalimisha silaha hiyo kulingana na maelekezo ya sheria hii. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza CGFM na huyo ni Afande Mahemba ICP akizungumza nasi. Ni mkuu wa kitengo cha polisi jamii mkoa wa Tabora, ICP Mahemba Kavalambi, akizungumzia kuhusiana na masuala ya usalimishaji wa silaha, tangazo lilotolewa na serikali na linatekelezwa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Na mkoa wa Tabora ni miongoni mwa maeneo ambayo watu wanapaswa kutekeleza hili jambo. Na kwa mujibu wa maelezo yake, hiki ni kipindi cha maungamo. Una silaha au umiliki kwa halali, huu ndio wakati ambao unapaswa kuungama kwa kuikusanya na kuirejesha kwa jeshi la polisi kimya, na taarifa zako zitakuwa ni za siri vile vile. Na una nafasi ya kuuliza maswali kwa kuandika